Klabu za Tottenham na Liverpool zinajadili kifurushi cha pound milioni 5 katika dili la nahodha wa Uskoti Andy Robertson mwenye umri wa miaka 31, lakini bado hawajaishia hapo, kwa sababu the Reds pia tunaambiwa wameweza kufufua nia ya kumsajili mchezaji wa Fulham mwenye umri wa miaka 28 na beki wa Marekani Antonee Robinson, na hii ni kuhakikisha kwamba kikosi kinaimarika zaidi. Na tunafahamu kwamba Liverpool toka wameweza kuanza msimu huu mambo hayajakaa vizuri, ama tunaweza tukasema toka alivyoondoka Klopp kidogo kikosi kimeyumba kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kumbuka masimu wao Manchester United mambo sio mabaya, toka Michael Carrick ameweza kuchukua mikoba ni mechi mbili tu, lakini mambo yamekuwa ni ya moto sana. Kwa hiyo taarifa zinaeleza kwamba Liverpool licha ya kukabiliwa na ushindani kutoka pale Tottenham, zote zimeulizia bwana kuhusiana na uwezekano wa kumpata mshambuliaji wa Scott and Robertson mwenye umri wa miaka 31. Lakini pia the Reds wenyewe wamefufua nia ya kumsajili mchezaji wa Fulham mwenye umri wa miaka 28 ambaye ni beki wa Marekani Antonee Robinson. Kwingineko, klabu ya Bournemouth tunaambiwa inakaribia kukamilisha usajili wa mkopo wa mlinda mlango wa Lazio na Ugiriki Christos Mandas mwenye umri wa miaka 24 kwa ada ya euro milioni 2.6. Maswali yamekuwa ni mengi kwamba vipi mambo yatakuwa sawa ama itakuwaje, kwa sababu pia tunafahamu Bournemouth kidogo anakabiliwa na changamoto ya mlinda mlango, licha ya kwamba aliyepo naye anapambana kwa namna moja ama nyingine, lakini bado mambo ni mazito. Kwingineko, klabu ya Arsenal italazimika kutumia pound milioni 80 kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid na Argentina Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 25 msimu huu. Lakini bado maswali yamekuwa ni mengi sana, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapendwa sana na kocha Diego Simeone, mmoja kati ya wachezaji ambao kwanza wamekuwa ni kama tegemezi kwa pale kwenye klabu ya Atletico Madrid. Sawa, kina Antonio Griezmann umri unakimbia, lakini Alvarez ameonekana bado ni bwana mdogo na bado ana uwezo wa kuisaidia timu. Kwa hiyo kuna taarifa pia za ndani kwamba Atletico Madrid wanataka kumuongezea mkataba, licha kwamba mkataba wake bado upo kwa namna moja ama nyingine. Sawa, tukiondoka hapo tukiangalia taarifa kutoka kunako klabu ya Sunderland, tunaambiwa wamewasiliana na klabu ya Borussia Mönchengladbach kuhusu uwezekano wa kumsajili mlinda mlango wa Uswizi Jonas Omlin. Huyo ana umri wa miaka 32, bado umri unadai, lakini zile heka anaziweza vizuri. Sasa sijajua kwamba Sunderland, na tumeona timu nyingi za EPL kwa maana English Premier League zimekuwa zikihitaji magolikipa kutoka nje ya ligi hiyo. Sijajua nini ambacho wamekiona ama kitu gani ambacho wameweza kukitazama, lakini taarifa nyingi zinaeleza hivyo. Tuangalie vipi Sunderland watafanikiwa. Sawa, lakini beki wa Ukraine Oleksandr Zinchenko mwenye umri wa miaka 29, bwana mdogo huyu, bado anajadiliana na Arsenal kuhusu masharti ya kuondoka kwake kwenda Ajax kwa mkataba wa kudumu. Unajua pale Arsenal bado mambo hayajakaa vizuri, mkopo. Kwa hiyo mtu anatafuta nafasi ya kwenda kupata mkataba wa kudumu na kucheza muda mrefu. Unajua licha kwamba timu nyingine unajua kama ni kubwa, lakini wengine wanaanzia bench, hivyo wanapata dakika chache za kucheza na mwisho wa siku wanatolewa kwa mkopo. Kwa hiyo yeye masharti yake sasa hivi anataka aondoke Arsenal na kwenda kule Ajax kwa ajili ya mkataba wa kudumu, taarifa hiyo. Lakini Crystal Palace inalenga kumsajili mchezaji atakayeshikilia kwa muda nafasi ya Maguire mwenye umri wa miaka 25 aliyejiunga na Manchester City kabla ya dirisha la uhamisho kufungwa, na ni moja kati ya sajili ambazo zilikuwa zikiimbwa sana na tumekuwa tukikusogezea taarifa nyingi sana, lakini rasmi Maguire ameweza kuingia kwenye mikoba ya Manchester City ama City of Manchester. Tuone vipi atawaka. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kukusogeza update zaidi. Lakini Lazio ina nia ya kupata mkataba wa Januari kumsajili kiungo wa kati wa Everton Mwingereza anaitwa Tammy Iroegbunam. Noma sana. Mwenye umri wa miaka 22. Sasa sijajua itakuwaje, watafanikiwa, bado maswali yamekuwa ni mengi. Tumalize na taarifa kutoka Chelsea lakini pia Aston Villa. Klabu ya Chelsea na Aston Villa zinamfuatilia kwa ukaribu winga wa Paris Saint-Germain mwenye umri wa miaka 18 na Senegal Ibrahim Baye. Na tunafahamu hata ukifuatilia
katika michuano ya AFCON ambaye aliweza kuonyesha kiwango kizuri sana. Sasa huenda ikawa ni sababu, kwa sababu pia ukiangalia umri wake ni miaka 18 na bado anadai. Inawezekana ushindani ukawa ni mkubwa sana. Je, the Blues watafanikiwa kuinasa saini ambaye ama Aston Villa? Tusubiri tuone. Hii ni Talent Media. Mimi natamatisha tetesi za soka hizo barani Ulaya. Mimi sina la ziada. Hii ni Talent Media. Bye bye.